ukishiriki tu. Ndio kuna wakati mtu anashiriki tu, haelewi, hana ufahamu na kile kitu, kwa hiyo anashiriki tu. Kuna mambo mapya ambayo unaweza kupata ukashiriki ukielewa. Kwa hiyo lazima tujue kwamba kwa nini tunaishiriki meza ya Bwana, ina faida gani katika maisha yetu tunapokwenda kushiriki mchana wa leo. Kwa hiyo tutakwenda kujifunza neno la Mungu ili tujue faida ya kushiriki meza ya Bwana na tuelewe kwa nini tunashiriki hii meza. Haleluya. Tunakwenda kujifunza neno linalosema faida ya kushiriki meza ya Bwana. Faida ya kushiriki meza ya Bwana. Ili Mungu aingie na sisi agano, ilikuwa ni lazima damu imwagike. Ili Mungu aingie na sisi agano, ilikuwa ni lazima damu imwagike. Tunaona kwamba Mungu ni roho. Mungu wetu ni roho. Kama roho, hakuna damu inaweza ikamwagika. Na ili Mungu aingie agano na sisi wanadamu, ilikuwa ni lazima damu imwagike. Maana kila agano lazima damu iwepo. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kwamba ili agano liwe na nguvu inabidi imwagike damu. Ili agano liwe na nguvu inabidi damu imwagike. Inabidi damu ya mtu wake wa karibu imwagike. Ili damu ya mtu wa karibu imwagike. Sasa Mungu akaangalia, akaona nitafanya namna gani, kwa sababu yeye ni roho, hawezi akamwaga damu. Kwa hiyo alichokifanya, alimtoa Yesu akaja katika mwili kupitia Mariamu. Akapitia kwa Mariamu ili aubebe mwili aweze kuja kumwaga hiyo damu. Haleluya. Na tunaona damu ya Yesu sio damu ya mwana au damu ya ndani kutokana na mwanaume. Hapana. Damu ya Yesu inatokana na Mungu mwenyewe. Haleluya. Tunaona kwamba Mariamu alikuwa bikira na alikuwa ameposwa na Yusufu, lakini Yusufu alishangaa. Mariamu anaambiwa Mariamu ni mjamzito. Kumbe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu Yesu aliingia ndani ya Mariamu, akaugagaa mwili ili azaliwe, ili kizaliwe kilicho kitakatifu. Haleluya. Mungu angezaliwa kutumia mbegu ya mwanaume, ile damu huwa kuna vitu vinarithiwa kule kwenye zile damu. Kuna vitu vinarithiwa vile kule kwenye damu za watu. Kuna magonjwa, lakini ile damu ya Yesu ni damu ya Mungu ambayo haina magonjwa, haina doa lolote, ni damu safi. Haleluya. Ni uhai wa Kristo. Haleluya. Ndio maana Mungu alitafuta mwanamke bikira ili apatikane damu ya Mungu. Agano letu na Mungu limefungwa kwenye hiyo damu. Agano ambalo tumefanya limefungwa kwenye hiyo damu ya Yesu. Damu ya Yesu ambayo ni uhai. Inapomwagika damu inapomwagika, hata damu ilikuwa damu ya mnyama, kinachomwagika pale chini sio ile damu, ni uhai. Uhai ndio unaonekana katika ulimwengu. Unajua uhai huwa hauonekani, lakini katika ulimwengu wa roho kinachoonekana pale ni uhai wa ule mnyama. Kwa hiyo inapomwagika damu ya Yesu, kinachoonekana ni uhai wa Kristo. Kwa hiyo uelewe kwamba unapohitaji damu ya Kristo, unapoiga au unapokunywa ile damu, au ile damu kama damu, katika ulimwengu wa roho unakunywa uhai wa Kristo, ndio unaoingia ndani yako. Haleluya. Usifikiri unaposhiriki hapa kinachoingia ndani ni hizi biskuti na hapana. Ndani ya hiyo vitu katika ulimwengu wa roho kuna uhai wa Kristo ambao uko ndani. Kwa hiyo wewe unaposhiriki, jua kwamba unachoshiriki ni uhai wa Kristo uliomo ndani ya nini? Ya ile damu. Unaposhiriki mwili, ni ule uzima ulio ndani ya mwili wa Kristo. Haleluya. Maana anasema anayekula mwili wangu ananila mimi. Anamla nani? Yesu. Anapokula mwili tunamla Yesu. Yesu unamwona kwa macho, Yesu katika roho. Wewe unapomweka ndani unaona kabisa Yesu mzima anaingia ndani yangu. Utakavyoona hivyo ndipo utakapokuwa unakula, mabadiliko
mabadiliko yatatokea. Lakini ukiona unakunywa juisi na biskuti, hakuna kitakachotokea. Haleluya! Unaposhiriki, ona ni uhai wa Kristo. Ule uhai umeingia ndani yako. Unaposhiriki mwili wa Kristo, mwenyewe ameingia ndani. Anilaye mimi hata kufa. Baba yako na mimi tutakaa ndani yake. Yaani Mungu anakaa ndani yako. Hebu imagine Mungu anapokaa ndani yako, uzima unapoingia, ile mauti iliyoko ndani haiwezi kuendelea kukaa. Kama kuna magonjwa hayawezi kuendelea kukaa. Unapokula kwa kuona unamla Kristo ambaye ni uzima, hakuna mauti itaendelea kukaa. Hakuna ugonjwa utaendelea kukaa. Hakuna chochote ambacho kitaendelea kukaa katika mwili wako. Haleluya! Ambacho kiko kinyume. Maana akiingia yeye anafagia, anaondoa kila kitu. Maana ni uzima. Anasema lakini na mimi hakuna mauti. Hakuna mauti ndani yake. Kwa hiyo kinacho ni Kristo anaingia. Kwa hiyo ni uzima unaingia. Mauti haimo. Haleluya! Hakuna nini? Hakuna mauti. Tukiangalia kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza 11:23-26 inasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa na ninyi nanyi, ya kuwa Bwana Yesu siku ule alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mnywapo mkate huu na kunywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kwa hiyo kumbe hili ni agano ambalo tunawekana na Kristo. Ni agano aliloweka. Tunapokula mwili, hili ni agano. Haleluya! Na unapokula mwili wa Kristo, hata kama kuna agano jingine lolote lile, kuna agano la giza, ile agano linavunjika. Nimesema hakuna agano pasipo na damu. Kwa hiyo kama kuna agano ambalo limewekwa na damu ya wanyama, damu za watu wengine, inapokuja damu ya Yesu, ile agano linaondoka kabisa. Ile agano linaondolewa kabisa. Haleluya! Inavunjika. Hakuna agano. Hata kama ile agano iliyoko kwa damu ya mnyama na damu, inapokuja damu ya Yesu, ile agano na farini linavunjika. Na kila tunapokula tunatangaza kile ambacho Yesu alikifanya pale msalabani. Haleluya! Tunatangaza, tunatangaza zile habari kwa Yesu alifanya nini kwa ajili yako. Tunakwamba damu ina vitu vitatu. Hii damu ya kawaida tu tunapoiona ina vitu vitatu. Damu, ndani ya damu kuna maji. Na ndani ya damu kuna chakula. Na ndani ya damu kuna oksijeni. Kwa hiyo tunaona kwamba yale maji ni kwa ajili ya utakaso. Yale maji yako ndani ya damu ni kwa ajili ya nini? Utakaso. Ndio yanayokusafisha. Ndani ya hiyo damu kuna nini? Kuna maji ambayo ni utakaso. Ndani ya hiyo damu kuna chakula ambacho kinautia nguvu mwili. Hata kama mwili wako ulikuwa hauna nguvu, ukitumia damu ya Yesu, mwili wako unapata nguvu. Au nguvu ya kulikuwa una nguvu, umechoka, unatiwa nguvu. Ile damu inakutia nini? Nguvu. Kwa hiyo unaposhiriki, usishiriki kienyeji. Jua kwamba ndani ya damu kuna maji ambaye yatanitakasa, yatanondolea kila uchafu. Maji huwa yanasafisha, yanaondoa uchafu
wote. Kwa hiyo itasafisha ile damu, naposhiriki ile damu itanitakasa, itanisafisha, itanondolea kila kitu. Ninaposhiriki ile damu kuna chakula ambacho kama sina nguvu, mwili wangu unatiwa nguvu, ninapata nguvu. Kama sina nguvu za kiroho, ninapata nguvu za kiroho za kusonga mbele. Haleluya. Ndani ya damu kuna oksijeni. Nimesema ile oksijeni ni uhai. Kwa hiyo ndani kuna uhai. Unajua ninaposhiriki kwenye ile damu kuna uhai. Kwa hiyo nashiriki uhai wa Kristo, nakula uhai wa Kristo, unaingia ndani yangu. Kama kuna mauti iliyoko ndani, ile mauti haiwezi kukaa, maana uhai unaingia. Uhai unapoingia, mauti haiwezi kukaa, haiwezi kabisa kukaa uhai unapoingia. Kwa hiyo unapokuwa unashiriki, hebu Bwana wa Mungu, tengeneza fikra kuanzia sasa. Wakati kabla ya kushiriki, anza kutengenezea, kuliwazawaza ili kwamba unapokwenda kushiriki, ndani ya damu kuna oksijeni ambayo ni uhai. Unapokwenda kushiriki, uhai unaingia. Hata kama kuna mauti yoyote ambayo inatesa maisha yangu, kuna mauti yoyote ambayo inatesa biashara yangu, kuna mauti yoyote kwa watoto wangu, kuna chochote ambacho kimekufa katika maisha yangu, napokwenda kushiriki kile kitu, uhai unaingia. Ni biashara imekufa, uhai unaingia kwenye biashara yako. Ni kazi imekufa, uhai wa Kristo unaingia kwenye kazi yako. Ni chochote kile ambacho unaona kimekufa kabisa, hakina uhai. Ni ndoa yako imekufa, uhai wa Kristo unaingia kwenye ndoa, inakwenda kuwa mpya tena. Haleluya. Uhai ukiingia wa Kristo haitabaki kama ilivyo. Uhai ukiingia, kila kitu kitakwenda kuwa kipya. Uhai ukiingia kinakwenda kuwa mpya. Haleluya. Kila kitu kinakuwa kipya. Na kila tunapokula na kunywa, tuna activate agano, tunalihuisha. Ulishafika benki, umekwenda kutoa hela, unaambiwa kadi yako inahitajika uactivate au ulihuishe, ufanye mpya. Tunapokunywa na kukula mwili wa Kristo, tunahuisha, tunafanya wapya. Inafanya mwili wako unakuwa haifanyi kazi. Unafika hapa na wewe unaambia nenda activate. Kwa hiyo unapokuwa unakunywa mwili na unakunywa damu na mwili wa Kristo, una activate, mambo yanakuwa mapya. Afya yako inakuwa mpya, biashara yako inakuwa mpya, kazi yako inakuwa mpya, unakuwa mpya. Hata katika ulimwengu wa roho unafanyika mpya, kila unakuwa mpya. Haleluya. Unafanyika unakuwa mpya tena, unakuwa mpya tena. Haleluya. Amen. Tunaangalia zile faida sasa za kushiriki meza ya Bwana. Kushiriki meza ya Bwana, tuna faida ya kwanza ni kuweka agano na Mungu. Unapokwenda kushiriki, faida unayopata, unaweka agano na Mungu. Tuangalie kitabu cha Mathayo 26:28. Mathayo 26:28. Nasema, kwa maana hii ndiyo damu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Ni damu ya agano. Unakwenda kuweka agano. Unapokuwa unashiriki ni agano. Unalinyule agano lako, unafanya agano na Mungu. Kwa hiyo hakuna nguvu za giza, hakuna mapepo, hakuna chochote ambacho kinaweza kufanya agano na wewe wakati wewe una agano na damu ya Yesu. Haleluya. Hakitawezekana chochote ambacho unaweza kufanya agano na wewe wakati wewe una agano ya damu na nini? Una agano ya damu ya Yesu. Jambo la pili, unapokwenda kushiriki damu na mwili na damu ya Yesu, unaishi ndani ya Kristo. Unaposhiriki unaishi ndani ya Kristo, na Kristo anaishi ndani yako. Tukiangalia kitabu cha Yohana 6:56,
56 nasema, alaye mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba alivyo hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Kwa hiyo tunapokwenda kushiriki siku ya leo, tunakwenda kushiriki, Kristo anakaa ndani yako na wewe unakaa ndani yake. Alafu anasema kama Baba alivyo hai na mimi nilivyo hai, naye atakuwa hai. Haleluya! Kwa sababu wote wako ndani yako. Unaposhiriki tu, Mungu Kristo anakaa ndani yako. Unaposhiriki na usema ya kwamba alaye mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yako. Wewe unakaa ndani ya Kristo na Kristo anakaa ndani yako. Unakaa ndani yake na yeye anakaa ndani yako. Kwa hiyo yani tunakuwa ndani kwa ndani. Yaani ndani na ndani na yeye ndani yako. Ule uhai wa Mungu unaingia ndani yako. Wana wa Mungu, kama Kristo anakaa ndani yako, lazima uhai uingie. Hakuna mauti ndani yako. Hakuna magonjwa ndani yako. Hakuna mateso ndani yako. Maana Kristo yuko ndani na wewe uko ndani yake. Uhai umeingia. Uhai umeingia. Hakuna tena mateso. Hakuna tena kuhangaika. Hakuna tena. Kwa hiyo unapokaa ndani ya Kristo hakuna mateso. Hakuna, kwa maana Kristo anakaa ndani yako. Kwa hiyo unapoenda kushiriki, hebu tazama hilo kwamba Yesu ndiye anakwenda kuingia. Unaposhiriki damu na mwili, hiyo kwamba Yesu anakwenda kuingia ndani yako sasa. Na anapoingia ndani yako, kama kuna chochote kile ambacho kinakutesa, ukiambia kabisa, sasa hivi anayekwenda kuingia huko ndani ni Yesu. Ni Yesu anaingia. Sasa wewe ulioko huko ndani, wewe unayenitesa, wewe unayenisumbua, utakaa. Maana uhai umeingia. Uhai umeingia. Uhai ukiingia, kilichokufa kinaondoka. Hakiwezi kukaa. Hakuna mauti inaweza kukaa mbele ya uhai. Haleluya. Uhai unapoingia, mauti huwa inaondoka. Kwa hiyo kama Kristo anaingia ndani yako leo hii, unapokwenda kushiriki damu na mwili, uhai unaingia ndani. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho kinakwenda kubaki ambacho kitaendelea kukusumbua. Hakuna kitu kitaendelea kukusumbua. Kwa hiyo hebu tengeneza hiyo picha. Tengeneza ndani ya akili yako. Uone kabisa uhai wa Kristo unakwenda kuingia. Unapokula, ni uhai wa Kristo unaingia ndani yangu. Ni Yesu mwenyewe anaingia. Ni yeye ambaye anaondoa kila kitu. Ni yeye ambaye anafanya kila kitu. Ni yeye ambaye hashindi chochote, anaingia ndani yangu. Kama Yesu hashindi chochote, anaingia ndani yangu, ni kitu gani ambacho kitasalia? Haleluya. Hakuna kitakachosalia. Kama Yesu anaweza kila kitu, anafanya kila kitu, yeye ni Bwana wa vyote. Yeye anaponya, yeye anainua, yeye anatajirisha, yeye anafanya kila kitu. Amekuja, ameingia. Unajua, unapoona kwamba mtu anakuja nyumbani kwako, wewe nyumbani huna chochote. Haleluya. Huna kitu. Alafu anakuambia ndugu au mtu mmoja ambaye ni tajiri sana, ana pesa na kila kitu, anakuambia dada, ninahitaji kuja kuishi nyumbani kwako mwezi mzima. Unataka kabisa huyu akija kwangu, jamani, nitaishi maisha ya raha. Kama ni kunywa na kunywa vizuri, maana anazo. Akifika yeye ni kutoa tu. Haleluya. Akifika yeye ni kutoa tu. Amekuja dada mmoja rafiki yangu kwa Dar es Salaam, kipindi ndio nianza kazi. Dada alikuwa na hela. Sasa alipokea pale nyumbani kwangu, niliishi maisha ya raha sana. Sikuwahi kutoa hela kidogo. Hela zangu zinakaa. Anakupeleka mwana anakula chipsi, jioni unakula soda, anafanyia kila anachotaka. Anakuja mtu ambaye ana nini? Ana pesa zake. Kwa hiyo wale wala kuhangaiki, wala uwazi kwamba leo nitakula nini? Unajua leo nitakula. Leo nitakula vitu vizuri. Leo yaani unakuwa huna mawazo. Na wewe Yesu anaingia ndani yako. Unapokula ni uhai unaingia. Hakuna kuwaza kwamba sasa nastahili. Yaani sasa hivi amini kwamba kila kilichokusumbua kinaondoka. Kila kinachokusumbua hakiko tena ndani yako.
kitakachosumbua. Hakuna kitakachosumbua. Jambo la tatu, faida ya tatu, tunapata uzima. Yohana 6:48. Biblia inasema mimi ndimi chakula cha uzima. Yesu ni chakula cha uzima. Anapoingia Yesu ndani yako, anaposhiriki damu na mwili, tunaposhiriki mwili wa Kristo, ni chakula cha uzima. Tunapata uzima, maana tunaona Yesu. Roho anasema anilaye mimi hata kufa. Enda kuangalia hapa, anasema baba zenu walila mana jangwani, hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Anasema wale baba zetu walikula mana, walikuwa mana kwa jangwani wakafa, lakini Yesu ni chakula ambacho kimetoka mbinguni. Tunapokula kula mwili wa Kristo, ni Kristo ametoka mbinguni. Kwa hiyo tunakula Kristo ambaye ni nini? Ni uzima. Haleluya. Amen. Jambo la 4, tunatangaza mauti yake. Tunapokula tunatangaza mauti yake na kufufuka kwa Yesu. Unapopenda kula tunatangaza mauti ya Kristo. Tunatangaza ni kitu gani ambacho Yesu amefanya pale msalabani. Unapopenda kushiriki, hebu mwambie shetani naelewe ni kitu gani ambacho Kristo amefanya pale msalabani. Amefanya kwa ajili yako. Amefanya nini pale msalabani? Yesu alipigwa kwa ajili yako ili wewe uliye maskini usiwe maskini tena. Alichukua maskini wetu, akafanyika maskini, akaenda pale msalabani, akasema imekwisha. Mwambie shetani imekwisha. Mwambie unajua hili shetani ya kwamba Yesu pale msalabani alimaliza yote. Alienda na maskini wangu, alichukua magonjwa yangu. Kwa kupigwa kwa Yesu mimi ni mzima. Mwambie shetani Yesu alipigwa ili mimi niwe mzima. Mtangazie, mwambie Yesu alifanya nini pale msalabani. Haleluya. Usimwache shetani akunyanyase. Mwambie unaposhiriki damu, unamtangazia. Unapokunywa mwili na damu yako, ninamtangazia shetani kwa mauti ya Kristo. Alipigwa pale msalabani ili mimi niwe hai. Hakuna mauti kwangu. Alisulubiwa pale msalabani ili mimi niwe mzima. Alichukua magonjwa yangu, alichukua umasikini, alichukua mateso, alichukua kuonewa kwangu. Mimi sionewi tena, mimi sio kuonewa. Mtangazie. Tunatangaza mauti ya Kristo. Tunatangaza yale mambo ambayo Kristo alifanya pale msalabani kwa ajili yetu. Tunamweleza shetani ili ajue. Unajua unapomwambia, anajua kwamba hili jamaa kumbe linajua kwamba Yesu alifanya nini kwa ajili yake. Kwa hiyo hawezi kusogelea. Ni siku ya kutangazia shetani kile ambacho Yesu alifanya kwa ajili yako. Unamweleza wazi aelewe. Hata kama anajua, ajue tena. Haleluya. Ajue unajua. Aelewe unaelewa. Ni nini ambacho Yesu alifanya kwa ajili yako. Mwambie kile ambacho amekifanya. Kwa kupigwa kwake, mwambie alipigwa ili ndoa yangu iwe salama. Alipigwa ili mimi nipate mume. Alipigwa ili mimi nisionewe. Alionewa ili wewe usionewe. Alikubali pale msalabani. Akakubali kuonewa.
analia sana. Unamwangalia, unamhurumia Yesu. Sasa Yesu mwahurumia. Unataka kumhurumia jamani. Ona alivyomchukua, ona alivyompiga. Ona Yesu yeye ndiye aliyetuhurumia. Akatuona watoto wake kwamba sisi tunahangaika. Akatuona sisi tunaugua. Akaona namna ambavyo shetani anatutesa, namna ambavyo shetani anatukanyaga, mambo ambayo shetani anatufanyia. Akasema nitaenda mimi nifanyiwe hayo mambo ili Beata asifanyiwe hivyo tena, ili mwanangu asiwe chini tena, awe juu. Leo tunapoenda kushiriki tunamtangazia shetani. Yesu alifanyiwa dhihaka, alitemewa mate, aliona aibu, ili nisema hivi tena. Haleluya. Jambo la tano, unafungua macho yako ya ndani. Unaposhiriki mwili na damu, jua kwamba macho yako yanafunguliwa. Macho yako yanafunguliwa. Tuangalie kile kitabu cha Luka 24:30 mpaka 31. Inasema yakafunguliwa macho yao wakatambua, kisha akatoweka mbele yao. Ukianzia huku juu unaona ni habari za Yesu. Yesu alikutana na wanafunzi wake akiwa anatoka anakwenda Emau. Njia nzima wakazungumza, wakapiga story. Mtu analiyopatia huku juu. Tukiendelea huku juu kuanzia 23 anasema tunapotazama ni sana. Yesu alipokutana na wale watu, alikuwa anazungumza mambo ya Yesu alisulubiwa. Akasema wamemsulubu Bwana wetu, wamemfanyia mabaya, wamemfanyia. Akauliza ni nani huyo? Akasema ni Yesu. Wewe una habari? Wakaanza kushangaa. Kwa naye Yesu hawajui. Wakaanza kushangaa, wakiuliza kwamba hivi wewe hujui wewe ni namna gani? Baba wakakasirika. Wakisema wewe hujui kitokota huyu Yesu. Watu wote nchi mzima wanafahamu hichi kitu ambacho kimepata Yesu. Lakini wewe ni namna gani? Wewe ni wapi? Ngeni mahali hapa. Hujui. Hawajui Yesu anaye, lakini hawajui kama yeye. Wakaanza kumuuliza. Akaanza kuelezea. Wakati wamefika njia ya kuingia kwao, wanasema alipokuwa njia ya kuingia nyumbani, wakamsihi sana waende naye. Yesu akaingia. Alipoandaa meza, ndio hapa anasema kwamba hii 24:30 anasema ya kwamba ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alikuwa mkate akaubariki, akaumega akawapa. Yakafunguliwa macho yao. Alikuwa mkate akaumega akawapa, macho yao yakafunguliwa. Kwa hiyo tunapoenda kushiriki leo, macho yetu yanafunguliwa. Tunapata kufahamu mambo sawa sawa, tunapata kumjua huyu Mungu sawa sawa. Tunaona hao watu walikuwa wanatembea na Yesu, lakini hawajui kama ni Yesu, hawafahamu kama ni yeye, lakini wametembea naye, wamebishana naye. Sasa kama tunatembea na Yesu, wakati mwingine hatujui matendo yake, hatujui Mungu anafanya nini, lakini tunapokwenda kushiriki leo, tutapata kufunguliwa akili zetu, tufahamu kile ambacho Mungu amefanya kwa ajili yetu. Tufunguliwe macho, tuone, fahamu zetu zifunguliwe. Haleluya. Ndio mfano wa dada moja nilisoma katika kitabu kimoja. Yule dada alikuwa muda mrefu, alikuwa ana kansa, akawa amelala kitandani muda mrefu. Wale walikuwa wamelala kitandani, ndugu walikuwa wanasubiri afya. Wamekaa wanasubiri muda wote ile ndugu wao anakufa. Lakini yeye alikuwa anasoma Biblia kwa muda mrefu. Anasoma Biblia, lakini hakuwahi kufunguliwa macho. Lakini aliposoma Biblia, akasoma kwa kupigwa kwake Yesu, mimi ni mzima, macho yake ghafla yalifunguliwa. Ufahamu wake ukafunguliwa. Akaona kwamba hivi kumbe Yesu. Lakini alikuwa anasoma neno kila wakati. Anasoma kila wakati analipitia, lakini ufahamu wake haukufunguliwa. Analisoma kama historia. Lakini aliposoma pale ambapo ufahamu ulipofunguliwa, akajua kumbe kwa kupigwa kwa Yesu mimi ni mzima. Akamwita mama yake, akamwambia mama, njoo niandalie nguo, niandalie maji bafuni, nataka kwenda kwa mtu ambaye alikuwa hawezi kunyanyuka, ni wakuogesha, anageuza pale ndani. Lakini leo anamwambia mama yake,
niandalie maji bafuni, ninakwenda kuoga. Niandalie na nguo nataka nivae. Mimi nimenyanyuka leo, mimi ni mzima. Walishangaa, wakasema, huyu mtu ndo atatoka kufa na nini? Umefika, unaona sasa amechanganyikiwa na anakwenda kufa. Lakini hawakuamini walipoona ameinuka kitandani, akaanza kutembea, akaingia bafuni, akaoga, akavaa nguo, akarudi. Akashangaa, ni mambo gani yanatokea? Alifunguliwa ufahamu. Ufahamu wake ulifunguliwa. Akaelewa kuna wakati unafika hata unalisoma neno huoni kama neno la kwako. Unasoma neno uelewi. Lakini sasa leo hii tunakwenda kufunguliwa na kuelewa. Tunakwenda kufunguliwa macho yetu ya ndani. Mungu anakwenda kuyafungua macho ya ndani. Unaposhiriki utatambua ya kwamba Mungu anasema nini kwenye neno lake. Mungu anataka ufanye nini. Haleluya. Na anafunguliwa macho. Mungu anafungua macho. Unakuwa na fursa. Ulikuwa uzioni fursa, lakini kwa kushiriki leo tunakwenda kuziona fursa. Kuna fursa ambazo ziko mbele yetu ambaye amezifunika. Tuko nazo karibu, lakini hatuzioni. Tunaona wale watu wawili walikuwa na Yesu, wanatembea naye, wanazungumza naye, lakini hawakumuona, hawakumtambua. Na sisi tunazo fursa ambazo tunazo, ziko karibu na sisi, lakini hatuzioni. Macho yetu yamefungwa. Kamwambia Yesu, fungua macho yangu nizione fursa. Fungua macho yangu nione vitu ambavyo nifanye, nione fursa ambayo iko mbele yangu. Haleluya. Unapokwenda shiriki, mwambie Yesu afungue macho yako. Mwambie kama unaweza kufungua ile macho ya wale watu, ukafungue macho yangu leo. Wale watu wawili walikuwa kila imani, waliposhiriki wakafunguliwa macho, wakatambua kumbe tunaye Yesu hapa, kumbe tumetembea naye. Ni wakati ambapo sasa unafunguliwa macho, uliokuwa kumbe mambo yanafanyikana hivi, kumbe neno la Mungu lina nguvu hivi, kumbe mambo ya Mungu yako hivi. Mwambie Yesu akufungue macho, upate kujua. Unapojua ndipo utauona utamu wa Yesu. Haleluya. Utaona utamu wa Yesu. Huwezi kuona uzuri wa Yesu kama macho yako hayafunguliwa. Unaona Yesu wa kawaida. Unaona Yesu akana tu nikasali leo nisiende. Lakini ukifunguliwa macho yako, utaona uzuri wa Yesu. Hakuna siku utaacha kwenda ibadani. Hakuna siku utaacha kumwabudu Mungu. Hakuna siku utaacha kumwomba, kwa sababu utaona uzuri wake. Utamjua vizuri. Haleluya. Mwambie Yesu leo, nahitaji kufungue macho yangu ili nikujue vizuri. Ukishamjua vizuri huyu Yesu, hakika nakwambia utaona uzuri wake. Hutamwacha wala utakuwa mtu wa kuhangaika. Haleluya. Tukiziona fursa na tukifunguliwa macho, hatutakwenda kama vipofu. Unajua kwa wakati mwingine tunakwenda kama vipofu, hatujui. Lakini Mungu akifungua macho, utakuwa unaona kwamba ninapokwenda huko siko, ninachokifanya hichi sicho. Lakini kama unafunguliwa macho, utakuwa kipofu wa roho. Haleluya. Utajua kwamba hichi ninachokifanya hakifanyi. Utajua kwamba hichi ninachokifanya ni vizuri. Haleluya. Jambo la mwisho, naposhiriki mwili na damu ya Yesu, ile inakwenda kupambana na Mungu na vizuizi vinavyokuzuia sisi kutoka kwenye magereza tuliyofungwa. Inakwenda kushiriki meza ya Bwana, damu na mwili, inakwenda kupambana na Mungu na vizuizi, kila kizuizi ambacho kinakuzuia wewe kutoka kwenye magereza, kutoka kwenye kifungo. Kuna vifungo ambavyo tunavyo, lakini kuna vizuizi tunatamani kutoka. Kila wakati tunatamani kutoka kwenye vifungo, lakini kwa sababu tumezuiwa, kuna vizuizi vimewekwa. Au kuna miungu ambayo inapambana na sisi. Haitaki sisi tuondoke kwenye shida. Haitaki sisi tuondoke magonjwa. Haitaki sisi tukaishi maisha ya furaha. Inataka tukandamiza tu, tuishi utumwani. Tukiangalia habari za wana Israeli, ile miungu ilitaka, ile miungu ya Misri ilitaka wao waendelee kuishi kwenye utumwa. Walipotaka kutoka kwenye shida, waliongezewa kazi maradufu. Haleluya. Wakaongezewa, wakawa na kazi nzito, wakafanyishwa kazi maradufu. Ile miungu inazidi kuwakandamiza, inaambia
nchi ya Misri, lakini Bwana alikuwa anakwenda kupambana nao. Hebu tuangalie Kutoka 12:12. Kutoka 12:12. Kitabu cha Kutoka 12:12. Biblia nasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huu, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote, na katika nchi ya Misri wana wa wanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Haleluya. Anasema anasema hivi, tena mtamla hivi. Hapo walikuwa wanashiriki. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu miguuni mwenu, nani mtamla kwa haraka haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Bwana ndio washiriki. Wanapokuwa wameweza kushiriki, Bwana anasema usiku huo sasa atapita, atawaua wazaliwa wa kwanza wote, halafu atapambana na ile miungu inayopambana nao. Kwa hiyo ilikuwa ni usiku wao kutoka. Haleluya. Leo ni siku yetu sisi kutoka, maana tunapokwenda kushiriki, Bwana anakwenda kupambana na hivyo vizuizi ambavyo inazuia wewe usitoke kwenye hali ulionayo, usitoke kwenye ugonjwa ulionao, usitoke kwenye maisha hayo ulionayo. Leo Bwana anakwenda kupambana nayo, anakwenda kuua kila kitu, anakwenda kupiga hiyo miungu, anakwenda kuwapiga hao wachawi, hao watu ambao ni vizuizi mbele yako, wanakwenda kuondolewa. Hakuna atakayesimama. Tunakwenda kushiriki, hakuna atakayekwenda kusimama. Ile miungu itapigwa, wale wachawi ambao ni vizuizi vyako wataondolewa, wale watu ambao wamesimama mbele yako usiende mbele wanakwenda kuondolewa. Haleluya. Leo ndio siku, leo ndio leo. Ile miungu sasa ianze kujiandaa kuondoka. Kabla hujashiriki iondoke. Wale wachawi wanaozuia waondoke tu. Waondoke sasa hivi. Kabla hujashiriki, maana kipigo atakachokipata watasimulia. Kipigo atakachokipata watasimulia. Haleluya. Watasimulia. Kuna wana wa Israeli Mungu alipopiga kupiga wazao wa kwanza, ile miungu bado ikajitumua, ikaanza kwa nini katika ile kajitumua, ikaanza kufuatilia nyuma. Walipofika katika ile bahari ya Shamu, Mungu aliwaambia, yani leo hawa mnaoona hapa leo ni kwa sababu walishiriki ile meza kwao. Mnaoona hapa leo hamtawaona tena. Hamtawaona tena. Ndio Mungu aliyowaambia. Akasema watajitumua. Sasa leo hamtawaona tena. Ndivyo itakavyokuwa kwa jina la Yesu. Ndivyo itakavyokuwa kwa jina la Yesu. Ile vitu unavyoviona, ile mambo unayoziona, ile shida unayoziona, haya magonjwa unayoona, leo hutayaona tena. Maana Bwana anakwenda kupambana nayo. Anakwenda kupambana. Anakwenda kupigana nayo. Kama alivyopigana na
Basi Mungu awabariki hilo neno lake. Hasa kwa muda huu tumejifunza neno kwa ufupi, pate muda mrefu kwa kwenda kumweleza Mungu, maana unatakiwa umweleze Mungu unachokitaka. Kila mtu anacho anachokitaka. Kwa hiyo kwa muda huu utakwenda kumweleza Mungu kile ambacho unakitaka.